Karibuni sana. It's exactly 37 minutes past 8 in the AM. Yes, this has always been my favorite segment because we have some singing and some creativity that's gonna be put together. So, karibu sana. Thank you for staying with us. If you're just joining, this is Y254 channel, and we are on all social media platforms at Y254 channel. So make sure that if you have anything, a question, a comment, a request, whatever, anything that you would want or have for me or our amazing guest in the house, make sure that you are free to go and drop it pale Facebook. We're going to be having our post pale Facebook, so make sure that if you have a comment or anything whatsoever, you may drop pale. And I'm not alone. As always, mnajua kidogo siwezi kuja hapa nikae peke yangu. So I'm here with Dachi Classic. He's an amazing artist. So we're here with him. We're going to be listening to his amazing song as we end this lovely segment. But for now, I want us to get to know about him. Yes, if you have any question, unataka kujua about him, there are so many questions that I know you guys have once in a while. So anything, make sure that you ask, so that you ask me, and then I'll ask him on your behalf. But let's get to hear from Dachi. Let's get to know about him and enjoy this lovely and beautiful segment. Good morning. Morning too. Please say hello to my people. Hello everyone. This is Dachi Classic. Okay. I want to imagine that Dachi Classic is not your official name. Yeah. So why did you decide to settle for the name Dachi Classic when you were deciding or when you were choosing your name? Okay. Actually, Dachi is a Japanese word. Yeah. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Alikuwa anapenda kuniita Hi Dachi, hi Dachi. So alikuwa Japanese, nikawa namuuliza what's the meaning of that word? Ananiambia maana yake ni rafiki. Rafiki. A close friend. Ah. Yeah, so nikaipenda tu yani. Yeah. Okay. So nikaamua kuitumia Dachi. Yeah. Interesting. That's such a lovely way of getting a name. Kwa sababu kama your friend was calling you that, they felt like you were a close friend to them. Yeah. That's beautiful. Now let's get to music. Yes. When did you know that I can do this? Unajua watu wanaingianga jikoni, wanang'ang'ana na masufuria, wanaona hey, cooking is not my thing. Ama unaingia class, una realize wow, vile tumesumbua mwalimu, mimi siwezi kuwa mwalimu. Yeah. But there's that one moment that you do something or something happens in your life and you realize this is it. Yeah. This is it. Like I am going to pursue music. I am going to be an artist. So what was that moment for you? Okay. Acha nianze nyuma kidogo. Back in primary school. Nilienda Umoja Primary School. Fikiri hapo ndo niligundua kwamba I can actually sing kwa sababu each time tunaenda kwa music festival and all that, nilikuwa napewa mstari wa mbele kuimba. Yeah. So walikuwa wajui kama najua kuimba, but walikuwa wananipatia nafasi kwa sababu ya confidence ambayo nilikuwa nayo. Yeah. And then tukirudi shuleni pia nakumbuka I was in class 6 I think. Yeah. I formed a group, a music group kwa shule, kitu ambacho kijawahi kufanyika. Yeah, na walimu wote wakiona hicho kitu na wakakubali, wakasema ni kitu kizuri kwa sababu hakijawahi kufanyika pale. Yeah, ilienda kwa muda mrefu sana kama inafanya vizuri sana. I remember hata time ambayo tunaenda kufunga shule nilikuwa naitwa na group yangu. Na wakati huo bado nilikuwa bado sijui muziki kabisa, lakini nasikia nataka kuimba. Kwa hiyo wakati walinipatia nafasi nilihisi msukumo fulani hivi kwamba I can do this thing. Yeah, so safari ilianza hapo kidogo kidogo, nikaingia kanisani. Yeah, actually my mom ni mtu wa kanisa kabisa. So mimi mtoto wa kwanza, kidogo nikurudishe. Kwa hiyo alikuwa amenishikilia sana na mambo ya dini sana yani. So
nika advance nikawa naimba kanisani pale, lakini sikuimba kwa muda mrefu. Kama vile umetangulia kusema you can do this and then you realize that actually this is the way. So nikaona mimi niko upande wa love songs sana. Nilikuwa na hicho kitu nasikia tu ndani yani. Yeah, so baada ya primary school nikajoin high school, nikaendelea kufanya mazoezi pia pale high school. Nikaona team fulani hivi watu kama 3 hivi, marafiki zangu sana, so na wao walikuwa wanafanya pia muziki. So wakati nilijoin nikawa kama nimekuwa leader kwa sababu ile confidence ambayo nilikuwa nayo. Alafu mimi nimeingia, nimewapata wakifanya, lakini mimi nakuwa ni kama nawaelekeza sasa, so ni kama wananiiga. Yeah, so wakanifanya kama group leader. Yeah, tukawa tunaandika nyimbo, tunajua ile shule nini na nini, mwendi studio, lakini mna vibe na watu nini na nini, wengine walikuwa rappers hivyo. So the journey continued until vile nilimaliza shule. Okay, now I want you to tell us about the time you write your first song. Okay. That moment that you now realized, okay, or I am not very sure if you write, and the time you produced your first song. Yeah. Okay, my first song was in December last year. Yeah, niliandika mwenyewe, nikaamua ku take a step, inaitwa Mapenzi Balaa. Yeah, na hapo ndo mwanzo wa kurekodi nyimbo na kuanza muziki rasmi. Yeah, so far umeandika nyimbo ngapi? Like how many songs have you produced so far? Okay, niko na nyimbo 3 na ya 4 iko on the way. Actually itatoka on Sunday, itakuwa ready. Oh, by this Sunday? Yes. Okay. Itakuwa ready. Yeah. Do you do stage performances? What kind of gigs do you do as an artist, apart from you now going to produce your songs pale studio na kuzi-upload online where people can actually subscribe and share? Okay, kikubwa zaidi kuanza muziki ni kuwapa watu burudani. Na kuwapa burudani pia tunaangalia pia kipato au exposure, kwamba hii kitu unaiandika, lakini sio kwamba ujiandikie wewe, uwapatie watu wasikize. Na kuwapatia watu wasikize ni kwenda kwa hizo shows. Yeah. So najaribu niwezavyo niweze kupata hizo gigs, na thank God kuna ile nilipata juzi, ilikuwa Paradiso Lounge Embakasi. And it was good. Okay. Yeah. So I want us to get to the freestyle. Yeah. Now this is the segment where nakupa maneno. Okay. Alafu wewe kwa your own creative way you come up with a theme, how you're going to connect these words and how you are going to bring out a song out of it, a rhythm or a beat, or yeah. So I'm going to give you these words and then you're going to form a song out of the words. Okay. And the words are Mandazi, Polisi, Jumamosi, Radi, Nahodha, na Nairobi. They are here. Mandazi, Polisi, Jumamosi, Radi, Nahodha, Nairobi. So you're going to create a song using the words. Nikitumia zote. Make sure that probably ziko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Use like 4 to 5. 4 to 5 words, yeah. Okay. You ready? Yeah. Okay. Mimi ni mtoto wa Nairobi, sipendi kula mandazi, napenda mkate umekiwa, tena sipendi kukaa nje sana, maana nitapata na mvua na unajua kuna radi. Tena Jumamosi mimi huenda na warafiki wangu, nahodha kama najijua mimi dachi. Polisi usinishike, nimetoka kuimba, iyo ndo riziki yangu tafadhali.
Wow, that's amazing. Let me clap for you. Thank you. You've actually used all the words. Yeah, that's beautiful. Tuambie one experience that you've had that is very funny during your whole music journey. Najua kuna kutoka primary, umesema primary and all through to right now. What is that funny experience that hujaisahau until today? Something that happened, maybe ulikuwa umeenda studio, ama ulikuwa umeandika ngoma, just anything that happened in your life through your music journey that stands out and it's kind of funny. Yeah. All right. Let me say this. Ushaanza kucheka. Okay, I think that's really funny. Man, it's so funny because first nilisema nilianza kuandika last year December my first song, lakini kuna ile ambayo nilijaribu kuandika, lakini before niandike hiyo ya kwanza kuna ile ambayo niliandika vizuri, nikakaa chini nikaandika, and then nikatafuta producer mmoja ambaye nitabana jina lake, ni mtu wa umri umekwenda kidogo. Yeah, so nikamcheki kwa simu, nikamuuliza vipi naweza nikakuja kurekodi. Akaniambia no problem, you can come. So kwenda pale nikaenda na karatasi yangu nimeandika, na nikaonana na producer. Producer kaniuliza uko na wimbo? Nikamwambia wimbo ndio hapa. Akaniuliza na rekodi na pesa ngapi? Actually ananiuliza, so mimi namuuliza, na ndio producer. Yeah. So hicho kitu kwanza kanitia wasiwasi. Kwa nini ananiuliza mimi, na kwani ajui kazi yake? Anafaa kujua na rate card yake ni gani. Exactly. So akaniuliza, na mimi nikaona kwa sababu sijawahi kurekodi, acha nimwambie kiwango fulani ambacho najua sitakuwa nimemfinya na sitakuwa nimejifinya pia. Atangalau nibaki na kidogo, kwa sababu nilikuwa sina uzoefu kabisa na kurekodi na nini. So what I did, nitamka tu, akasema sababu niko na beat yangu hapa, nirekodie na 1500. Sasa kama vile umecheka hivyo, yeye alicheka. Akaniuliza 1500, ushawahi kurekodi wimbo na 1500? Sasa nikamwambia jamani, mimi nilikuja ukaniuliza, mimi nimekuambia what I have. Yeah. So yeye akaniambia hapana, kwa sababu wewe unaonekana ni kijana mdogo na nikikuangalia ni kama bado hujafanya muziki sana. Nikamwambia yeah, it's true. So kitu utakifanya nipatie 2500. Nikamwambia hapana, 2500 ni nyingi sana kwangu. Wa Kenya and bargaining. Hey. Sasa mimi nikamwambia mimi nitakupatia 2000. Nisitaongeza. Kama hutaki ni rekodi, basi nitaenda. Acha tu niende nijipange upya. Producer akaniangalia akaniambia ingia. Yeah. Tukafanya ile nyimbo. Sasa cha ajabu kabisa, the funniest thing. Normally kwa kawaida ukirekodi kuna muda fulani unapewa. Like 1 week or 2. Kwa sababu ya mix and mastering and all that, ndio muziki ukae sawa. So yule alinirekodia immediately na akaniambia nipatie namba ya simu nikutumie hapo kwenye studio. Yeah. So nikampatia namba, nikawa na shauku, lakini nikampatia tu namba, akanitumia. So wakati amenitumia wimbo, nikaenda nikifurahi sana, nikaenda kwa nyumba kusikiza. Ilikuwa vituko. Ilikuwa vituko and so it was funny at first. Cheap is expensive. Yeah, it's true. So the fact that unasikia kwanza pesa nakutajia, that makes you think, because kidogo, are you sure about what you're saying? Yeah. So the whole thing ilikuwa inakaa kama ileweki, haikai sawa kabisa. So kitu ambacho nilikifanya, hiyo wimbo nilidelete. Sababu siwezi nikasikiza na marafiki zangu, siwezi nikaweka popote. Ina sound vibaya. We imagine umerecord wimbo leo, umetumiwa same day, haijafanywa mastering, haijafanywa chochote. Amekupatia wimbo.
Wewe unajua he sio was, mwimbaji he was lakini starting in his career, labda tuseme hivyo. yeah, so But it was so funny because nilidelete nikasahau kwamba nimefanya muziki, so nikaanza tena upya. right, okay. So I have a few questions here, but I want you to give me very, very short answers because you have very few minutes. Okay. What do you prefer to do? Live performances ama studio recordings? Which one works better for you? Live. Yeah, live Oh. performance, yeah. Interesting. Now, what is one thing that very many people assume about wanamuziki, lakini in reality si kweli? Tukiwa huku nje sisi tukiangalia wanamuziki, labda there is something we think about them or we assume about them, but in reality it's a lie or it's not true. Okay. Cha kwanza kikubwa kabisa, wanamuziki tunachukuliwa kama vile maplayer sana. Ya kwa sababu ya mafans na nini ndio that engage na watu. So wanatuchukulia nini kama jamii inatuchukulia kama vile ni mtu fulani hivi, sio straightforward. Yeah. Yani mkora hivi lakini sio kweli. Yeah. Okay. What is one song, umeniambia uko na nyimbo 3 na wimbo wa 4 uko karibu kutoa. Yeah. Ni wimbo upi out of all your songs that took the shortest time for you to write, produce and release? Nakupenda. And that's is it second, third or? Third. Oh, the third song. Yeah. Why did it take a short time? Because I wanted, first of all, nilifanya muziki, nilifanya moja refu, I think it was 3 minutes. Yeah, lakini ikawa na ugumu sana watu kuimba na kupata hizo lyrics. So nikafikiria, why not nisifanye a short song ambayo inaeleweka kwa kiurahisi, ambao watu wanaweza kuimba kwa kirahisi. So hiyo nafikiri nilitumia muda mfupi sana kuandika na nikatumia muda mfupi sana kurekodi. Yeah. Interesting. Probably let me give you this chance to say something. Maybe you have your producers or your friends. You told them I'm going to be on TV today. They said, usipotusalimia usirudi hapa. Yeah. So I want to give you that opportunity to say hello to your friends. Yeah. Say hi to probably people you've worked with or probably people you also want to work with, because as artists mko na collabo and all that. So yeah, take this chance and go ahead. Jamani ni wengi sasa sijinta. Okay. Nitakwambia time yako ikiisha ya kuwasalimia. Alright. Wajua mimi ni mtu wa watu, kwa hiyo mimi nitasalimia watu wengi ambao wamekuwa karibu na mimi sana. Kwanza nitaanza na director Brian Clifford. Rafiki yangu sana, tumekuwa na yeye kwa hiyo jani. Fidel Castro, Sam, nitakuwa na Junior mwanangu Aise. Niko na marafiki zangu wengi sana, kina Fei, niko na Rose kutoka na Nakuru. Niko na Grace Nelly. Marafiki zangu wengi sana, mazembe nao big up sana. Niko na producer wangu anaitwa Riga Juma. Big up mazee, kazi nzuri sana. Na pia sitasahau nyumbani mamangu kipenzi na dada zangu Isabel na Fei na Job. Na marafiki zangu wote na wale ambao wananisikiza na Fred pia sitamsahau. Ni wengi sana, ni the list is so long. Yeah. Okay, they are not as many kwa sababu sijafika kukuambia ni hivyo maliza. Na kuna Mary kama utanipatia. Kwa wengi sana. Kuna Mary pia ananifuatilia. Kwa wengi sana. Kuna Miki. List ni refu sana. Sema okay. Wamesikia to all the friends of Dachi. Amesema hello. Msiende kumpiga nyumbani mseme wewe ulikataa kunisalimia. You didn't say hello. Ama useme huyo host alikataa kupea chance ya kusalimia. Kwanza Rose. All right. Probably we have within 1 minute advise someone who's watching you. Labda ameishi kuona. Labda ni mdogo, ulianza ngoma uko class 6 and primary school, anaona I can do music but hajui how to go about it, ama hajui whether to follow it or leave it. Advise such kind of a person who's watching and they feel or they know that they can do music. Okay, first of all nitasema kwamba muziki ni safari na inahitaji kujitoa sana.
first of all lazima ujitoe, na mwanzo wa kuanza kitu ndo kuweza. Kwa hiyo kama unasikia msukumo fulani huko ndani yako, usilalie, we fanya tu hicho kitu. Na kikubwa sana ambacho kinatumiza sisi wasanii ambao pia tunaanza ni ile ku give up Mimi nafikiri tangu nianze muziki sikuangalia nyuma, sikuangalia pembeni. Nilipambana na muziki. Sikujali watu watakubali, sikujali watu watakataa. Mimi nilisonga na nikasonga na songa. So kitu ambacho nitasema ni kwamba kama una kitu ambacho unakifanya, muziki mostly inahitaji kujituma na inahitaji bidii ya hali ya juu sana, kwa sababu sio safari rahisi. Yeah. Okay, tumesikia that you even have a song that you're producing on Sunday, and we would love to go watch your songs, listen to your songs, so you can tell us, for anyone that wants to access you, probably at a gig or something like that, where can they find you online? Yeah, mimi napatikana YouTube, Dachi Classic, IG, Dachi Classic. Okay, amazing. Yeah. We're going to leave with his song. Make sure that you stay with us so that you can get to listen to the song. For me, I am done for the day and maybe for the week, but I'll be here with you next week as we go on with the amazing Why in the Morning. Yes, but usiende mahali. Remember, James told you what he has planned for you. He told you everything that is in store wakati wa saa 3, and I see it's just 2 minutes to saa 3 kufika. So make sure that you still stay with us so that we can get that amazing sports segment. Tuone kina Messi wanaendelea kufanya nini. I have been your host for the day, Eliza Kimani, and until we see each other next week, have yourself an amazing day ahead. And you can find me on all my social media platforms at Eliza Kimani. This is Y254 channel.